Matarajio yetu ni kuwezesha furaha na kuwapa matumaini ya watoto, kwa sababu wanapokuwa mtoto ambaye ni yatima, kwa sababu matumaini kidogo yanapungua, inapofika siku kama hizi na kuwa hujui uanzie wapi, nguo ya sikukuu utapata wapi, sikukuu utaenda wapi. Lakini sisi kama taasisi ni wajaribu kuwakusanya kwa pamoja, kurudisha matumaini na faraja kwenye nafsi zao na nyoyo zao. Kwa mwezi huu wa Ramadhani tumefanya program nyingi, ambapo mwingine wao ni kufanya futarisho. Kwa tumekuwa tukifutarisha kila siku pale Stone Town na Kizimkazi, takriban ya watu 700 kwa siku. Yaani 350 mjini na 350 kijijini hapa. Kwa hiyo vile tutakuwa tumefutarisha tayari mikoa yote mitatu ya Zanzibar, ambapo mkoa wa Kusini kila siku, mjini kila siku, na mkoa wa Kaskazini tutafutarisha siku 2, ambapo tunategemea kufutarisha mayatima, wajane na watu wenye uhitaji 1000 katika mkoa wa Kaskazini Unguja. Sisi tumejikita katika mambo makubwa 5, ambapo kama Asalamu inavyojisemea wenyewe, maanake kwa kizungu inaitwa peace. Maana tuna permaculture, ambapo kwa mwaka huu ambao tumefanya program ya tutagawa miti 21,000 kwa wakulima wote wa mkoa wa Kusini Unguja. Katika nyingine ni education, ambapo tuna shule ambayo tunawasomesha wanafunzi wote bure kabisa. Tuna ambayo ni empowerment, art. Katikati tunasemea masuala sanaa na mambo mengineyo. Tunasemea si community, ambapo ndio tunajumuisha siku ya leo. Alafu tuna mwisho ni empowerment, kuweza kuwaongeza au kuwainua wajasiriamali wa mama au jamii kwa ujumla. Kwa hizo ni project zote kwa ujumla. Hii tuko katika tukio kubwa kabisa. Kama ilivyo kawaida yetu, kila mwaka tuna kawaida ya kutoa nguo za sikukuu kwa watoto mayatima, ambayo huwa pia inaambatana na iftar, ambapo kwa siku hii yetu ya leo tumeleta mayatima zaidi ya 1000 kutoka katika sehemu mbalimbali, ikiwemo wilaya zote za Kusini Unguja ambazo ni 21, pamoja na kutoka vituo mbalimbali vya mayatima, ambapo kwa mwaka huu tuna lengo la kugawa nguo za sikukuu zisizopungua 1500, ambazo nyingine zitakwenda katika vituo mbalimbali vya mayatima. Lengo ni kuisaidia jamii, pia tuweze kuhakikisha hawa watoto ambao wanapitia mazingira tofauti, ambao hawana wale watu ambao wanawaangalia wazee wao hawana uwezo. Sisi kama Asalamu Community Foundation kupitia wadhamini wetu tofauti tunachukua hatua katika kuwatafutia nguo za sikukuu ili na wao waweze kufurahika kama wengine. Lakini siku hii yetu ya leo tukiachia hawa mayatima 1000 kutoka katika shehia tofauti na vituo mbalimbali vya mayatima ikiwemo vingine kutoka mjini, lakini pia tutakuwa tuna wadau mbalimbali, kwa takriban ya watu 1200 tutawafutarisha hapa katika eneo la Asalamu Community Foundation. Tumeanza na tukio la ugawaji wa nguo kwa watoto hawa ambao mnaona mbele yenu, lakini pia kutafuatiwa na tukio la dua. Baada ya hapo kutakuwa na program ya kaswida, alafu tutaweza kupata iftari ya pamoja. Tunaishukuru taasisi ya Asalamu kwa kutupatia hiki kidogo sisi mayatima. Asanteni. Kwa kweli tumejisikia faraja sana, kwa sababu wametusaidia pakubwa kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu ya Eid. Wito wangu naotoa taasisi nyingine zilizobakia wajitahidi au waje kutufadhili sisi mayatima na wajane au na watu ambao hawajiwezi kiufupi. Nashukuru sana Asalamu Foundation kwa kutuzawadia zawadi zino. Najisikia vizuri sana na nashukuru zaidi na zaidi, kwa sababu kuna mambo mengi na mengine kama siku ya Eid, kuvua nguo, sikukuu njema, nguo tunazo. Nazidi kuwashukuru na watu wote waochangia kunako lino jambo la kutoka sadaka watu yatima. Alabia shukrani, asanteni kwa wanakizimkazi na mashirika mengi nayo tukae zino zawadi. Yani nasema kiufupi asanteni, bariki kae. Zichansaidia kuvua tuseme kwangu, nchasaidia kidogo mapambo ya sikukuu na mengine. Kwa hivyo nasema asante sana.